Bila maji hakuna uhai. Dhamira yetu ya kumtua mama ndoo kichwani. Iende kukamilika. Ni namna ambavyo watu wa IRUWASA wanafanya kazi vizuri, kwamba tutakapotekeleza tutahakikisha kwamba tunahakikisha muda wote maji yanakuwa yanapatikana. Kweli mkurugenzi wa IRUWASA mkoa wa Iringa anafanya kazi nzuri sana na tunampongeza, na ndio maana amekuwa mfanyakazi bora kabisa katika Tanzania. Ya kuwa mamlaka bora ya maji safi na usafi wa mazingira nchini Tanzania na Afrika Mashariki. Maji ni uhai, maji ni uzima, tuyatunze maji kwa uhai wetu. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Iringa IRUWASA ni mamlaka iliyoanzishwa Julai mosi mwaka 1998 kwa mujibu wa sheria ya maji namba 8 ya mwaka 1997 ambayo ilifanyiwa mabadiliko na sheria ya usambazaji wa maji na usafi wa mazingira namba 12 ya mwaka 2009 na baadaye sheria namba 5 ya mwaka 2019. Ni kukaribishe mtazamaji wa Matukio Daima katika makala haya yatakayoangazia safari ya mafanikio ya IRUWASA na jitihada za serikali ya Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kumtua mama ndoo kichwani. Na mtayarishaji wa makala haya ni Francis Godwin. Pamoja na kazi kubwa ya kutoa huduma ya maji kwa wateja wake, IRUWASA imekuwa ikikutana na wadau na kupokea maoni na ushauri kwa lengo la kuendelea kuboresha zaidi huduma zake. IRUWASA wanafanya kazi vizuri, na katika kufanya kazi huko tunatakiwa tuwaombeeni, kwa sababu kazi mnaifanya ni kubwa kuliko nyie mlivyokuwa wachache. Sasa hii mnatakiwa kuombewa, na siku zote mnatakiwa mtazame kwa kiwango cha hali ya juu sana, kwa sababu mnapofanya kazi kuna vita kubwa, na vita hiyo ni miongoni mwa namna kila mtu anasema hiki, kila mtu anasema hiki, lakini tukiwaweka mikononi mwa Mungu, nadhani kazi yenu itakwenda vizuri. Hilo ndio jambo la msingi ambalo tutakuwa tulifanye siku zote za maisha yetu, kwa namna tunavyowatazama mnavyoweza kutusaidia na namna maana kila mtoto anatamani kama angefanyiwa hiki, angefanyiwa hiki, angefanyiwa hiki. Ni sehemu ya maoni ya mdau yaliyotolewa kwenye mkutano wa wadau wa huduma bora za maji safi na usafi wa mazingira Iringa IRUWASA uliofanyika Machi 3 mwaka 2026 mjini Iringa na kuhudhuriwa na idadi kubwa ya wadau kutoka kada zote. Kazi na utu. Iringa oi! IRUWASA oi! Mheshimiwa viongozi, kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Dr. Linda Salekwa, ni mkuu wa wilaya ya Iringa ya Mufindi. Niungane na wenzangu waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupa afya njema, lakini pia kwa kutukutanisha siku ya leo katika kikao hiki muhimu sana cha wadau hawa wa IRUWASA. Lakini nimeambiwa kwamba mkutano kama huu ulifanyika kwa mara ya mwisho mwaka 2021 ambapo IRUWASA iliwasilisha mpango kama huu ambao unaisha Juni mwaka huu 2026. Dr. Linda Salekwa ni mkuu wa wilaya ya Mufindi, na katika mkutano huu ndiye aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James. IRUWASA kama ambavyo tumesikia inatoa huduma katika mji wa manispaa ya Iringa, lakini na miji midogo ya Ilula pamoja na Kilolo na maeneo ya pembezoni kama ambavyo alitangulia kutaja mkurugenzi wetu. Huduma hizi ni za muhimu na ni lazima katika kuwezesha ustawi wa wananchi, kuchochea maendeleo, afya pamoja na ustaarabu. Ndugu wadau, ninatambua kwamba taasisi hii kama alivyotangulia kusema mkurugenzi inajiendesha bila ruzuku ya serikali. Hivyo ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na toshelevu za maji safi na usafi wa mazingira kwa viwango vya ubora, ni lazima iwe na mipango mizuri, endelevu, bora na inayotekelezeka ili kuhakikisha kwamba inatimiza wajibu huu.
na kwa namna ambavyo imewasilishwa hapa na mkurugenzi, tumeona namna ambavyo RUWASA imepiga hatua kubwa kuanzia kwenye utekelezaji wa miradi, kuongeza watumiaji, kupunguza upotevu wa maji. Tumeona ni kazi kubwa ambayo imefanywa na wenzetu na wanastahili pongezi kubwa, na tumesikia wao kama taasisi namna ambavyo wamepata tuzo mbalimbali kwa utekelezaji mzuri, lakini kipekee kabisa na mkurugenzi wetu kama alivyotangulia kusema mama, jinsi ambavyo kazi inakwenda kwa kasi na kwa ustadi mkubwa. Naomba tuwapongeze sana. Na katika utekelezaji wa majukumu yake ya kutoa maji safi na usafi wa mazingira, tumeongozwa na dira mbalimbali ikiwemo ilani ya Chama cha Mapinduzi, na ndio maana wenyekiti wetu wa chama wako hapa na wenyekiti wa halmashauri kuangalia jinsi ambavyo ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa kwa ubora mkubwa. Wadau wa huduma za maji zinazotolewa na RUWASA umeandaliwa kwa lengo la kuwajulisha wadau mpango mpya wa biashara kwa miaka 5 ili pate muda wa kujadili, kutoa maoni, ushauri kabla mpango huu haujawasilishwa katika mamlaka za juu kwa hatua zaidi. Kama ni nafasi yetu sisi kutoa maoni, ushauri kwa namna ambavyo tumethaminiwa na mamlaka hii, kwa sababu wewe ukijiona uko hapa katika watu wengi, basi ufahamu kwamba RUWASA inatamani kusikia mchango wako ili kuhakikisha kwamba tunaboresha mpango huu. Lakini pia tumekuwa na tamaa nyingi katika maeneo tunayokuwepo ya kutamani kuona kitu fulani kitokee. Basi nafasi ni hii ya kutoa maoni na mapendekezo ambayo tunatamani kuiona. RUWASA kwa kuwa na desturi na utaratibu mzuri wa kuwashirikisha wadau katika mipango yake. Ushirikishwaji wa wadau sio tu unafanya wadau wa huduma kuelewa mafanikio na changamoto, bali pia ushirikishaji unawafanya wadau kuwa. Maji ni uhai, maji ni maendeleo, na maji ni msingi wa afya na ustawi wa jamii. Katika juhudi za kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora ya maji safi na usafi wa mazingira, serikali ya Tanzania ilianzisha mamlaka mbalimbali za maji nchini. Moja ya mamlaka hizo ni RUWASA, ambayo imeendelea kuwa mfano wa mafanikio katika utoaji wa huduma za maji safi na usafi wa mazingira katika mkoa wa Iringa. Kwa zaidi ya miaka 25 sasa, RUWASA imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha wananchi wa Iringa pamoja na maeneo yake jirani wanapata maji safi na salama na huduma bora za usafi wa mazingira. Ni wazi safari ya RUWASA, mafanikio yake, changamoto na mipango yake ya miaka 5 ijayo ni mwendelezo wa wananchi kuendelea kufaidi matunda haya ya RUWASA. Mhandisi David Palanjo ni mkurugenzi wa RUWASA, anabainisha haya. Kutoka chini ya 10% angalau twende juu ya 25%. Utakuwa mradi mkubwa ambao utakuwa na solution ya matatizo yetu mengi au changamoto zetu nyingi ambazo nimezitaja hapa ambazo hatujaweza kuzitatua bado. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatarajia construction works zitaanza mwezi Agosti kama kila kitu kitaenda kama kilivyopangwa na kukamilika early 2029. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kikao cha leo kilichopita niliwaeleza wadau hawa kuhusu utafutaji fedha za mradi huu, na kwa heshima kubwa mbele yako na kwa wadau wao naambia kwamba fedha hizo zimekwishapatikana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuiangalia Iringa kwa jicho la pekee na kuweza kutupatia fedha hizi ambazo mradi umekwishapatikana. Kwa ujumla, mpango mkakati utakaowasilishwa kwa wadau umelenga kutatua changamoto zilizoko, lakini pia kuboresha huduma za maji safi na usafi wa mazingira zaidi. Nichukue fursa hii mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuhakikishia wadau wao na wananchi wa Iringa kwamba mpango wa biashara unaoandaliwa umelenga kutekeleza kazi zenye lengo la kuhakikisha huduma ya msingi ya maji safi inapatikana kwa utoshelevu kwa miaka 20 ijayo, na ndio lengo la mradi wetu mkubwa ambao tunatekeleza sasa hivi. Tuliongezewa maeneo ya pembezoni mwa mji wa Iringa, manispaa ya Iringa, kwa maana ya nje ya manispaa ya Iringa pia tunatoa huduma. Ni maeneo ambayo tuliongezewa, na nitaelezea sababu ni kwa nini maeneo haya tuliongezewa. Sababu lengo la sekta ni
kuhakikisha mwananchi anapata huduma ya maji bila kujali sana mipaka ya eneo ambalo taasisi inahudumia. Cha muhimu mwananchi aweze kupata huduma ya maji. Nikizungumzia dira ya RUWASA ni kuwa mamlaka bora ya maji safi na usafi wa mazingira Tanzania kwa kutoa huduma za kisasa na endelevu, wakati dhima au mission ni kutoa huduma ya maji safi na usafi wa mazingira kwa kutumia teknolojia za kisasa ili kupunguza gharama za huduma na kuimarisha ustawi wa wananchi wa Iringa. Kauli mbiu yetu ni furaha yako furaha yetu, kwa maana kwamba tunaamini kuwa huduma bora humfanya mteja kuwa na furaha, na mteja akipatiwa huduma bora na kuwa na furaha ulipia bili zake kwa wakati, na mteja akilipia bili zake kwa wakati, basi inasaidia RUWASA kuendelea kutoa huduma iliyo bora. Na hivyo kauli mbiu yetu hii ndio maana yake ya furaha yako furaha yetu. Muundo wa utawala katika taasisi yetu, tuko chini ya bodi ya wakurugenzi ambao wajumbe wake huwakilisha makundi mbalimbali katika jamii kama vile wanawake, watumiaji majumbani, watumiaji wakubwa wa maji, jumuiya ya wafanyabiashara, mwakilishi wa madiwani, mkurugenzi wa manispaa, mwakilishi wa wizara ya maji na mwakilishi wa serikali za mkoa. Hao ni wajumbe ambao wanaisimamia RUWASA, wamekasimiwa jukumu hili na Mheshimiwa Waziri wa Maji. Sasa tuende kwenye eneo la utoaji wa huduma na hali ya huduma kwa maeneo ambayo nimeyataja ambayo tunayahudumia. Tuna chanzo kikuu cha uzalishaji maji kwa manispaa ya Iringa na maeneo ya pembezoni ambao ni mto Ruaha mdogo, tunaita Little Ruaha River, lakini tuna vyanzo vingine vidogo vidogo ambavyo ni pamoja na chemchemi na visima virefu. Uzalishaji maji kutoka kwenye vyanzo hivi unaendelea kukidhi mahitaji ya kila siku ya maji kwa wakazi wa manispaa ya Iringa na baadhi ya maeneo ya halmashauri ya wilaya ya Iringa ambazo ni maeneo ya pembezoni ya tunaita periurban ambao ni... Ikumbukwe kuwa RUWASA ilianzishwa rasmi mosi Julai mwaka 1998 kufuatia mageuzi ya sekta ya maji nchini yaliyolenga kuboresha utoaji wa huduma za maji kwa wananchi. Awali mamlaka hii ilianza katika daraja la chini, daraja C, ikiwa inategemea kwa kiasi kikubwa ruzuku ya serikali ili kuendesha shughuli zake. Hata hivyo, kutokana na usimamizi mzuri, uwekezaji katika miundombinu na ufanisi katika utoaji wa huduma, RUWASA imepiga hatua kubwa. Mwaka 2003 ilipanda daraja hadi daraja B na mwaka 2007 ilifikia daraja A. Hatua kubwa zaidi ilifikiwa mwaka 2023 ambapo waziri wa maji alitangaza RUWASA kuwa mamlaka ya daraja AA, daraja la juu kabisa kwa mamlaka za maji nchini Tanzania. Tafsiri yake ni hii: RUWASA sasa ina uwezo wa kujiendesha kwa 100% katika gharama za uendeshaji, matengenezo ya miundombinu na sehemu ya uwekezaji. Tutaweza kujenga mabwawa makubwa ambayo tahimili itaweza kutibu maji taka yanayozalishwa kwa upande wa Iringa mjini kwa miaka 25 ijayo. Tutakuwa na ununuzi wa mitambo mbalimbali kwa ajili ya operations za kawaida, lakini kikubwa tunachokiona kama manufaa ya mradi huu ni huduma ya maji kwa mji wa Iringa, Ilula na Kilolo kufikia 100% utakapokamilika, na upatikanaji tuna uhakika utafikia 24%, utafikia masaa 24 kwa siku 7. Na jumla ya wananchi 456,000 na 56,000 watanufaika na huduma ya maji safi hadi mwaka 2045 kama nilivyozungumza, na kwa upande wa maji taka tunatarajia wananchi 141,000 watanufaika na Watanzania zaidi ya 6,000 watanufaika kwa kazi mbalimbali za mikataba mbalimbali. Kwa sasa RUWASA ilikuwa ni mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Iringa. Sasa inatoa huduma katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Iringa, wa kwanza ndani ya manispaa ya Iringa, Ilula, wilaya ya Kilolo, Isimani, Mseke, Kalenga, Kiwere na Luhota, halmashauri ya Iringa pamoja na maeneo ya pembezoni. Wakati tunaanzishwa, eneo tulilopewa la kuhudumia ilikuwa ni manispaa ya Iringa, lakini kadri muda ulivyokwenda na kama nilivyozungumza, tumewafikia wananchi 97% tumewafikia. Lakini unapofika kwenye mpaka wako uwezo ukasema mpaka wa manispaa ni hapa tulipopewa, mwananchi wa upande wa pili asipate huduma ya maji. Hapana. Na ndio maana hasa ya kupewa maeneo ya pembezoni. Tukishafika kwenye mpaka wetu tumeshahudumia wananchi wa manispaa
hata wale wa vijijini walio nje ya manispaa tunabidi tuwahudumie. Kwa hiyo mradi huu wa kuboresha huduma ya maji maeneo ya pembezoni tuliukamilisha mradi wa kusambaza maji kwenye maeneo ya pembezoni kwa mji wa Iringa kwenye kata za Mseke, Kalenga na Kiwele. Wananchi wapatao 12,900 walinufaika na mradi huu katika maeneo ya pembezoni, lakini pia taasisi mbalimbali za umma kama vile shule, hospitali, vyuo na maeneo ya biashara pia zilinufaika na mradi huu. Mradi huu uligharimu shilingi bilioni 1.8 na tulikamilisha mwezi Disemba mwaka 2022. Wananchi wa maeneo haya wanaendelea kufurahia huduma ya maji safi na usafi wa mazingira zinazotolewa na IRUWASA. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, manispaa ya Iringa ina wakazi zaidi ya 200,000 ambao wengi wao wanapata huduma ya maji safi na salama. Kata ya Ilula ilikuwa na matatizo makubwa ya maji, lakini baada ya kupata chanzo cha mto Mgombezi na IRUWASA kuendelea kufanya kazi zao kwa jitihada kubwa, kumeweza kuwa na ufanisi mkubwa. Kwanza, mivujo ya maji ambayo ilikuwa ni mingi sana kama taarifa ilivyotolewa imeendelea kufanyiwa kazi na iliyopo imebaki michache, hususani kama kilomita 3, na kama walivyosema tunashuhudia wakiendelea kufanyia kazi. Katika miaka ya hivi karibuni, IRUWASA imefanikiwa kutekeleza miradi mbalimbali ya kuboresha huduma za maji na usafi wa mazingira. Baadhi ya mafanikio makubwa ni pamoja na ya kwanza, kuongezeka kwa upatikanaji wa maji safi katika manispaa ya Iringa. Huduma ya maji imefikia 98% ya wakazi. Pili, kupanuka kwa mtandao wa mabomba ya maji. Mtandao umeongezeka kutoka kilomita 847 hadi zaidi ya kilomita 1700. Tatu, kuongezeka kwa idadi ya kaya zilizounganishiwa huduma ya maji. Kaya zilizounganishiwa na huduma ya maji zimeongezeka kutoka zaidi ya 33,000 hadi kufikia zaidi ya 54,000. 4, huduma ya maji katika manispaa ya Iringa sasa inapatikana karibu muda wote, jambo ambalo limepunguza changamoto ya ukosefu wa maji kwa wananchi. Kutokana na utendaji mzuri, IRUWASA imeendelea kupata kutambuliwa kitaifa na kimataifa. Kwa miaka 5 mfululizo, mamlaka hii imekuwa miongoni mwa mamlaka zinazofanya vizuri zaidi katika utoaji wa huduma za maji. Aidha, kimataifa, IRUWASA imefanikiwa kushika nafasi ya 2 katika utoaji wa huduma bora za maji kati ya nchi za Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Mafanikio haya yametokana na usimamizi mzuri wa bodi ya wakurugenzi, management na juhudi za wafanyakazi wa mamlaka hii. Monica Ngezi Mbega ni mwenyekiti wa bodi wa IRUWASA. Ndugu mgeni rasmi, upatikanaji wa huduma za maji safi na salama na usafi wa mazingira ni muhimu sana na ni kichocheo kikubwa cha kuboresha maisha na ustawi wa watu wetu, hasa yanapounganishwa na huduma nyingine za kijamii pamoja na ukuaji wa uchumi. Kutokana na hili, serikali ilianzisha mamlaka za maji safi na usafi wa mazingira mwaka 1998 kama mojawapo ya mkakati ya kufikia lengo hili, ikiwa ni miongoni mwa mamlaka za maji nchini. IRUWASA imekabidhiwa jukumu la kutoa huduma za maji safi na usafi wa mazingira kwa wakazi wa manispaa ya Iringa na miji midogo ya Ilula na Kilolo. Ili kutimiza lengo hili la serikali, IRUWASA imeandaa mpango wa biashara wa miaka 5 kwa maana ya 2026-27 hadi 2030-31 kama dira ya mamlaka katika utoaji wa huduma katika kipindi hicho. Pamoja na mafanikio hayo, IRUWASA bado inakabiliana na changamoto mbalimbali. Moja ya changamoto kubwa ni kuongezeka kwa kasi ya maji kutokana na ongezeko la watu na shughuli za kiuchumi. Changamoto nyingine ni uchakavu wa miundombinu ya maji, upotevu wa maji unaofikia zaidi ya 22%, wizi wa maji pamoja na baadhi ya wateja kutolipia huduma kwa wakati. Ili kupiga hatua zaidi, changamoto hizi zinahitaji ushirikiano wa wadau wote, ikiwemo wananchi, viongozi na taasisi mbalimbali. Kitu ambacho nimekuwa nikifikiri na nilikuwa naongea na mkurugenzi hapa kwamba swala zima la kufanya recycling ya maji taka si tu kwa ajili ya matumizi ya shamba, lakini ni ili iweze kutumika tena na watu.
Hilo nafikiri itakuwa sustainable, lakini itatusaidia kwanza kupunguza uchafu kwa maji taka, lakini pia kutusaidia kutumia yale maji ambayo ni machafu kutengeneza hizi treatment plants ili tuweze kupata yale maji yakatumika tena katika familia zetu. Nafikiri hilo litatusaidia sana katika maeneo ya miji ambayo population inakuwa kwa kiasi kikubwa. Lakini pamoja na kwamba tunaweka miradi mingi ya kuongeza upatikanaji wa maji, lakini bila kutoa elimu ya matumizi sahihi na utunzaji wa maji katika maeneo yetu, tutakuwa na safari ndefu ya kwenda. Na moja ya kitu ambacho naona kimetusaidia sana, nimeona hata katika wilaya yetu ya Mufindi, ni hizi prepaid meters. Tumeona hapa na nimesikia katika taarifa yako mkurugenzi kwamba zaidi ya mita 6,000 kama sikosei, 6,500 mmeweza kuziweka katika maeneo yenu haya ambayo mnayafanyia kazi. Hata hivyo, IRUWASA imeandaa mpango wa biashara wa miaka 5 kuanzia mwaka 2026 hadi mwaka 2031. Mpango huu unalenga kuboresha zaidi huduma za maji safi na usafi wa mazingira kwa wananchi wa Iringa. Miongoni mwa miradi mikubwa inayotarajiwa kutekelezwa ni mradi wa kuboresha huduma za maji katika manispaa ya Iringa pamoja na miji ya Kilolo na Ilula. Mradi huu unatarajiwa kugharimu takriban shilingi bilioni 270, fedha zitakazopatikana kupitia mkopo wa masharti nafuu kutoka serikali ya Korea. Ujenzi wa mradi huo unaotarajiwa kuanza mwaka 2026 na kukamilika mwaka 2029, huku lengo kuu la mradi huu ni kuhakikisha upatikanaji wa maji ya uhakika kwa wananchi kwa zaidi ya miaka 20 ijayo. Jessica Mwaliolo ni mkurugenzi wa huduma kwa wateja wa IRUWASA, anatumia mkutano huu kueleza mpango huo bora. Katika eneo hili tutatekeleza sera ya mamlaka ya mazingira ambayo ni ESG policy na kuimarisha miundombinu ili kukabiliana na mafuriko au kiangazi kikali. Sasa hivi experience wakati wa kiangazi kikali kweli kunakuwa na shida ya maji, lakini kupitia hili lengo tumejipanga kwamba tutakapotekeleza tutahakikisha kwamba tunahakikisha muda wote maji yanakuwa yanapatikana, kama ambavyo labda experience mwaka juzi kurudi nyuma. Kuandaa maandiko kwa ajili ya kupata fedha za uwekezaji upande wa utunzaji wa mazingira. Na katika kuandaa hapa maandiko tumeplani pia kutafuta fedha. Tunaomba Mungu wote tusaidiane kuomba. Naamini kila mtu ni muumini. Tusaidiane kuomba tupate fedha karibu bilioni 27 tunahitaji ili wateja wetu wote waweze kufungiwa mita za malipo ya kabla au za luku. Lakini vile vile tutaimarisha matumizi ya teknolojia katika kuwajengea wateja matumizi sahihi ya maji ili kuwezesha maji hayo kutumika na wengine. Na lengo tunavyosema kwamba tutafunga hizi mita ni kusaidia kwamba kama ukisevu maji, tunaamini mtu ukiwa na mita ya luku utatumia maji vizuri zaidi, kwa sababu unalipa alafu unatumia. Yakiisha haraka manake utahisi kuna tatizo. Kwa wale maji utasevu na mwingine naye atatumia, lakini pia tunakuwa tumeokoa mazingira yetu. Lengo namba 4 ni kuongeza huduma ya mtandao wa maji taka kutoka 7.3 kwenda 24, ambapo tutajenga mtandao mpya wa maji taka kilomita 168, na hii itakava kwa ujumla wake eneo la kuanzia tuseme Gangilonga, Wilolesi, Lugalo yote kwenda mpaka huko Kigonzile ambako yatajengwa mabwawa ya maji taka, na maeneo yote ya kuelekea Don Bosco. Tuseme ukanda huu wa juu wote almost utakuwa taken care ukiacha upande wa Ipogoro. Lakini vile vile kutakuwa kuna kipengele cha kuwaunga wateja kwenye mtandao huo kwa fedha za mradi, wateja 5,000. Kwa hiyo wateja 5,000 wataungiwa, hautalipa utaungiwa. Kwa hiyo nayo ni sehemu ya manufaa ya mtandao huu. Lakini kujenga mabwawa ya kutibu maji taka eneo la Kipululu,
ambapo mabwawa yatajengwa, lakini lengo lingine ni kuboresha ufanisi katika utendaji kazi kwa kufanya baadhi ya shughuli kama zifuatavyo, ambapo tutaimarisha mifumo mbalimbali ya kompyuta katika upande wa kufanya water quality monitoring, yaani kwamba kutakuwa kuna njia ya kuweza kudetect au kujua ubora wa maji kwa kutumia njia za teknolojia, sio kwa kufanya manyo kama ambavyo labda tunafanya sasa hivi. Lakini vile vile tutakuwa tunaweza kudetect kwa kutumia smart flow meters kwenye mitambo yetu, kwamba tutajua kabisa kwamba wapi bomba linavuja ili tuweze kwenda kuangalia kwa lengo la kupunguza upotevu wa maji. Huduma hizi ziendelee kuwa endelevu. Ushirikiano wa wananchi ni muhimu sana. Iringa wamekuwa wakifanya vizuri sana katika swala la upandaji wa miti. Kupanda miti katika vyanzo vya maji, na kila tunapopokea Mwenge wa Uhuru, lakini kila tunapokuwa na ile malengo ya mwaka, ya upandaji miti, siku zote tumekuwa tukivuka lengo, kwa sababu tuna ile miti ambayo tunaitoa katika kwa wananchi kwa ajili ya kupanda katika maeneo yao yanayozunguka familia zao, lakini tuna ile miti specific ambayo ni rafiki kwa vyanzo vya maji. Kwa hiyo elimu ile imetembea sasa kwa wananchi kule chini, ili wajue ni miti gani ambayo ni mizuri kupandwa katika vyanzo vya maji na wanaweza kuitoa wapi. Na tunashukuru wenzetu wa TFS wamekuwa wakitusaidia kupatikanaji wa hiyo miti ambayo ni rafiki na vyanzo vya maji. Kwa hiyo hilo nalo ni jambo ambalo tumekuwa tukilifanya kuhakikisha kwamba tunatunza vile vyanzo vya maji. Ushirikiano mzuri kati ya viongozi wa serikali, vyama na idara mbalimbali ni shabaha tosha mafanikio, ambapo mstahiki meya wa halmashauri manispaa ya Iringa na viongozi wa chama wanaweka wazi mtazamo wao kwa IRUWASA. Mama yetu Mama Monica Ngenzi Mbega, tunaona kwa kweli IRUWASA inaenda vizuri kabisa. Nichukue nafasi hii pia kumpongeza mkurugenzi wa IRUWASA. Tunaona kazi unaoelezwa hichi ambacho mwenyekiti hapa amesema kuwa mkurugenzi bora kwa wakurugenzi wote wa mamlaka za maji kwenye nchi yetu, maana yake ni jambo kubwa sana. Na hicho ni kielelezo cha kwamba unafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo nikupongeze wewe, lakini nipongeze timu yako ya management na kusaidia kuhakikisha mnafanya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe na bodi yako, na vile vile kwa namna ya pekee nimpongeze sana Engineer David Palangi kupata kupata ubora, kuwa mkurugenzi bora kwa nchi nzima, sio kitu kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi kwa kweli kwa dhati kwa niaba ya wananchi wa kata ya Malenga Makali nikupongeze wewe na mkurugenzi wetu Mr. Palangi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi Malenga Makali ni mbali sana kutoka hapa, lakini kwa utendaji kazi wa IRUWASA chini ya mkurugenzi nishati hii ya maji imefika Malenga Makali. Mimi kuchangia zawadi ambayo mwenzetu atatambulika kwa utendaji wake mzuri, hilo la kwanza. 7 ambazo zinapata maji kutoka IRUWASA, jambo ambalo ni jema sana, pamoja na changamoto ndogo ndogo ambazo madiwani wangu wamesema, lakini lazima tushukuru. Kazi mnafanya nzuri sana. Ombi langu katika mpango mpya huu ambao sasa mmesema tunataka muongeze zaidi ya kilomita, umezitaja kama kilomita. Mkurugenzi wa IRUWASA Mhandisi David Palangi, bodi ya IRUWASA na wafanyakazi wote wa IRUWASA, heshima ndiyo imeletea heshima hii mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Iringa IRUWASA. Wizara ya Maji chini ya Waziri Jumaa Aweso imeendelea kuhakikisha mamlaka za maji nchini zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa, na IRUWASA imejipambanua. Rasilimali fedha ni rahisi kufanya mambo yetu, akisema tusemee tu serikali piki yake, yapo baadhi ya mambo tunaweza tukachelewa. Mungu ametupa mawazo, Mungu ametupa akili, Mungu ametupa maarifa, na tunayo political willing ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hakuna shughuli ambayo sisi tumemwomba hajaje, amekuja na ametusupport. Nikuombe sana Katibu Mkuu, niwaombe sana watendaji wa wizara yetu ya maji,
tumepata nafasi, msiseme tu bwana Aweso tumekaa naye amekaa miaka 9, tunaacha nini? Naomba mnitumie, kwa sababu naifahamu sekta. Popote ambapo tunaona tunatakiwa twende, nipo tayari twende, ili kuhakikisha tunafanya mageuzi katika sekta yetu ya maji. Hakika safari ya IRUWASA ni mfano wa mafanikio katika utoaji wa huduma za maji safi na usafi wa mazingira nchini Tanzania, kwani inatekeleza vema ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na kwenda sanjari na mpango wa taifa wa dira ya maendeleo mwaka 2050 kama ulivyozinduliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi mengi ya kigelegele, maji yanamwagika, maji safi, maji salama kabisa. Samia Suluhu Hassan, chachu ya viongozi na watendaji wa wizara na taasisi zake kufanya kazi kwa bidii, uaminifu na weledi ili kutimiza ile kauli ya kumtua mama ndoo kichwani. Lakini nataka niseme kwa kweli, katika miaka miwili hii wanangu wa Wizara ya Maji mmenifanyia kazi nzuri sana. Lazima tuendelee kujipambanua na kuwa ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kulinda mazingira na vile vile kuweka mikakati ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi nchini mwetu. Hili nalo limezingatiwa kikamilifu katika dira 2050. Wetu, kabla ya kuhitimisha, sote tunatambua kwa pamoja kuwa maji ni uhai. Hivyo tuyathamini, tuyatunze na tuyatumie kwa busara. Asante kwa kufuatilia makala haya. Mtayarishaji ni Francis Godwin kwa ushirikiano wa karibu na Restuta Sakila, mkuu wa kitengo cha mawasiliano kwa umma, Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Iringa, IRUWASA. Maji ni uzima. IRUWASA kama taasisi ina wajibu na ina ratiba zake, imejiwekea, ina mpango wa namna gani inaweza kuwafikia watu wake katika kutoa elimu ya matumizi sahihi ya maji pamoja na mambo mengine yanayohusiana na huduma za maji safi na usafi wa mazingira. Karibu kuendelea kufuatilia Matukio Daima Media. Je, umehitimu darasa la 7, kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Safe Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Safe Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua Safe Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe safecompany100@gmail.com. Safe Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku.